Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Narudia tena kuyasema nilosema juzi ya kuwa niko mbele ya mashekhe zangu. Wallahi sistahiki kusimama, lakini kwa sababu ni amri yao, akiwepo Sheikhana al-Fadhil, Ustadh Fadhil, atala Allahu baqaahu, Mungu amhifadhi, tuzidi kustafidi naye, mwanachuoni wetu, pamoja na Sayyid Abbas, pamoja na Ustadh Kusoma na wengine. Pale nilipoteleza ni ulimi wangu, na wao wako watanirekebisha baada ya kusema, na ni fakhri kwangu wakinirekebisha sehemu kama hizi, na imani kwamba wamenisimamisha ili nikosee wanisomeshe zaidi. Nimetanguliza aya ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena kwenye aya hii, Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni msimamizi juu ya wale ambao kwamba waliokuwa na iman, mu'minun. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, huwatoa. Kwa tafsiri ya kawaida utasema kutoka kwenye giza kwenda kwenye mwangaza. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, na wale ambao kwamba waliokufuru viongozi wao ni wale taghut, kama sheitani na wengine wenye kupotosha watu au kupoteza watu. Yukhrijunahum, huwatoa wao, minan nuri ila dhulumat, kutoka kwenye nuru kuwapeka kwenye kiza. Hapa ndio ninapopata kamie. Ukitizama aya kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hawa waumini kwanza walikuwa kwenye giza, kwamba asli walikuwa kwenye giza kisha wakapelekwa kwenye nuru, na hawa makafiri walikuwa kwenye nuru kisha wakapelekwa kwenye kiza. Je, ndivyo hivyo? Nini maana ya yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur? Mwenyezi Mungu kuwatoa hawa waumini katika kiza kuwapeleka katika nuru. Ndio ulamai wa tasawuf wakatuwekea mlango qaida huitwa al-hujubu an-nuraniya wal-hujubu adh-dhulmaniya, pazia za nuru na pazia za kiza. Hawa walioamini Mwenyezi Mungu huwatoa minadh-dhulumati ila an-nur, si kwenye kiza unachokifahamu. Tutukue mfano mdogo utakaotusaidia. Ukiangalia spotlight ina mwanga pengine ukubwa wa 500 volts, yani ina volts 500 ukubwa wake, mwanga wake ni mkali mno. Au tukua taa mfano wa spotlight, lakini chini yake kuna taa zenye volts ndogo, kuna volts 5, kuna volts 10, hakadha. Kila ikipanda ndo yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ni kwamba wale waumini si kwenye giza unalolijua wewe. Kila wakipanda, ile iliyoko chini, mwanga wa chini wa ile taa huonekana kama ina kiza. Kila ukitizama ikipanda, volts ya juu mwanga wake ukiwa mkali, hii ya chini waiona kama ina kiza fulani. Ndio yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, kutoka kwenye an-nurul muqayyad mpaka wafike kwenye an-nurul mutlaq ambao kwamba ni ya juu kabisa. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Hawa makafiri hutolewa katika kiza wakapekwa kwenye, hutolewa katika nuru wakapekwa kwenye kiza. Je, na hawa nao watakuwa na nuru kama hii tulioieleza ya waumini?
utofautiana kwa daraja. Kila ikipanda nuru ya chini huonekana kama inakiza, kwamba yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Je, ni kama ya waumini nuru yao? La, hawa nuru yao ni ya fitra, ni ya maumbile waloumbwa nayo, na yakubali kupokea kupanda. Lakini wao wenyewe wameamua kutoifanya, kuibebesha ile nuru kupanda mpaka kufika daraja ya juu. Wakaamua kufanya maasiya na kumkataa Mwenyezi Mungu, kufuata sharia zake. Lakini wanayo ile, kila mwanadamu ana kitu ambacho kwamba chaitwa an-nuru bil quwwa wan nuru bil fi'li. Wana falsafa tuambia kuna nuru ya quwwa, yani kila mtu ndani ya maumbile yake ana kitu. Kama mfano, tuchukue mfano mdogo utufahamishe vizuri. Kuna as-sikinu yaqta'u bil quwwa, as-sikinu yaqta'u bil fi'li. Kisu yaqta'u bil quwwa, maana kinacho uwezo wa kukata ndani yake. Kile kisu kina kazi maalum chaweza kufanya, ndio yaqta'u bil quwwa. Lakini as-sikinu yaqta'u bil fi'l ni pale inapokata. Sasa kule kukata, kule kitendo cha kukata sasa kishafanyika, ndio yaqta'u bil fi'l. Kwa hiyo wanadamu wanayo an-nur bil quwwa, wameumbwa nayo ndani yao. Sasa inapofanya kazi ile nur, ndio hupokea ikapanda, ndio an-nuru bil fi'l. Wao wamekataa hii ni an-nuru bil fi'l, pamoja na kuwa wanayo an-nuru bil quwwa ndani yao, ambayo ni an-nur ya al-fitra. Ndugu zangu, sisi leo tujipime, tuko upande gani? Vingi wetu tuko kati na kati, kufanya madhambi tukifanya na maovu. Ukisikia hawa muuminuna ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliowatoa kutoka kwenye dhulumati la nur, manake hawafanyi madhambi kabisa, hufanya mema tu. Hufanya mema tu, manake hutoka kwenye votes ya 5 mwanga wake wakapanda votes ya 10, 15 mpaka ya 100. Make hupanda kwa amali njema, si kwamba hutanganya wakafanya na maovu pia. Hupanda kwa mema matupu mpaka wakafika huko. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Na hawa waovu ambao yukhrijunahum awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumat, wao hufanya maovu, hawafanyi mema. Ikawa hushuka ile nuru waliokuwa nayo ya maumbile ndani yao mpaka mwisho ikaisha kabisa, ikapotea ile nuru ndani yao. Sisi ndugu zangu tuko kati na kati, mara tufanya mema, mara tufanya maovu. Na kila ukifanya maovu, ile nuru iliyokuwa ndani yako wazidi kuizima, yashuka. Ulama wametuwekea kaida hii kwenye tasawuf, al-hujubu nuraniya na al-hujubu dhulmaniya, na wakaja wakatuwekea na mambo haya, hafalati hizi, kwa ajili ya kutulea ili zipande zile nuru zetu, kwa kumsifu Mtume, kwa kutolewa waadhi kama hivi, kwa kukumbushana, ili ile nuru iliyoko kwetu sisi waumini, ambao ndio wale walioambiwa Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Manake ile nuru yako wanazuoni walivyotuwekea mambo haya ipate kupanda mpaka kwenye nurul muqayyada ya kwanza, ya pili, mpaka ufike kwenye ya mwisho ambayo ni an-nur al-mutlaq, ambayo tena nuru hiyo ukishafika ni daraja ya juu. Haya mambo yawe ni sababu ya kutupandisha daraja, yasiwe ni sababu ya kuzima ile nuru iliyoko ndani yetu. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa shukran jazilan lakum. Ahsantu. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani.